Kwa majina yangu mimi naitwa John Yusuf Mkami. Ni maarufu sana kwa jina la John Madagea. Ni katibu mmoja vijana wa CCM wilaya Temeke, ambaye kimsingi kwenye uchaguzi huu ndani ya chama mimi ndo mkurugenzi wa uchaguzi wilaya hii nzima ya Temeke. Kwa uchaguzi hasa mimi nijikita kuzungumzia uchaguzi upande wa vijana. Sasa mimi ndo mkurugenzi wa uchaguzi upande wa vijana. Ila kwenye chama yuko msemaji ambaye ni katibu wa CCM wa wilaya kama mkurugenzi wa uchaguzi. Yeye ndo boss kwa upande wa jumuiya zote na ndo mlezi wa jumuiya zote kwa mujibu wa kanuni zetu za CCM. Nikizungumzia upande wa vijana, kwanza uchaguzi uko salama. Namshukuru sana Mwenyezi Mungu na nashukuru sana vijana wa Temeke. Kwanza wamejitokeza wengi sana. Wamejitokeza vijana wengi sana kwenye mchakato mzima wa kugombea. Hii inaonyesha ni jinsi gani Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan ameleta mwamko mkubwa sana kwa vijana. Manake vijana wameenda kugombea ni wengi. Mfano kwenye wilaya yangu, kwenye wilaya nzima hii ya Temeke wamegombea vijana takriban kama 6,000 kwa nafasi zote. Sasa naweza kusema hizi ni kura za CCM. Au ni wagombea tu, manake si wanachama, au ni wagombea tu 6,000 kwa wilaya. Manake hizi ni kura nyingi sana za kumenda kumchagua Mheshimiwa Rais. Na kwa haya anayofanya. Kwa hiyo kimsingi kwenye wilaya yetu uchaguzi umekwenda vizuri sana. Lakini kuna matatizo ya kadha kwa kadha tu. Sababu kwenye upande wa uchaguzi hatukosi changamoto. Kuna changamoto lakini tulikuwa tukifika field. Unajua mimi ni mtu wa field. Mimi nilikuwa nikipigiwa simu kuna changamoto, mimi sitoi maelekezo ofisini. Nachukua bodaboda kutokana na hali ya Dar es Salaam jinsi ilivyo, kusema utumie gari. Sababu sisi tuna gari zetu hapa. Kwa kusema utumie gari maana yake utachelewa kutokana na foleni. Kwa hiyo anachukua bodaboda, anachukua na vijana wangu wa itifaki, tukawa tunafika kwenye tukio husika. Na unajua unapokwenda kiongozi kama mkurugenzi wa uchaguzi, mimi ndo naitafasiri kanuni. Sasa unakuta kwenye matoi kule vijana wetu hawajui kutafasiri nini? Kanuni. Sasa mimi kama mkurugenzi wa uchaguzi nilikuwa nikifika kwenye maeneo na tafasiri kanuni na mambo yanakwenda vizuri na tunafanya uchaguzi, tunamaliza majambo yetu. Changamoto nyingine iliyokuwepo ni kama hiyo, unakuta kwa mujibu wa kanuni yetu moja vijana anatakiwa kugombea nafasi ya uongozi. Maana ni mtu ambaye kuanzia miaka 30 kushuka chini mpaka miaka 15 kwa mujibu wa kanuni yetu. Akisa unakuta mtu mwingine kazidi umri, unakuta mwingine ana umri labda miaka 31, mwingine ana miaka 32. Kimsingi kwa mujibu wa kanuni maana atagombea akiwa amezidi, atastaafu akiwa amezidi umri, na maana inakuwa si kijana. Kwa hiyo kwenye maeneo kama hayo tulikuwa tunawasimamisha uchaguzi na tunatafasiri kanuni. Kama wagombea wako zaidi ya 6 inabidi sasa kamati ya siasa ikasimu madaraka. Mfano kuna watu wengine tumewafutia uchaguzi, inabidi warudie mchakato mzima wa kutoa fomu. Sasa inabidi sasa kamati ya siasa inakasimu madaraka ya halmashauri kuu. Kwa nafasi hiyo moja wanakuwa wanajadili, kwanza watu wanachukua fomu, turudisha mchakato, watu wanachukua fomu upya. Alafu ukishachukua fomu kamati ya siasa inakasimu madaraka ya halmashauri kuu kwa mujibu wa katiba CCM. Wanajadili majina, wanarudisha ile jina, yale majina matatu kama ni 4. Wanaenda kwa sasa kwenye boxi. Na yote hiyo tunafanya kutokana tunazingatia utaratibu wa kikanuni na katiba za Chama cha Mapinduzi. Tunamshukuru sana Mungu, chama chetu ni chama cha demokrasia sana. Ndani ya chama nataka nikuthibitie mwandishi wa habari, katika chama ambacho kinazingatia demokrasia ndani ya chama ni CCM. Sababu sisi kila baada ya miaka 5 tunaruhusu mchakato kugombea. Na unapokuwa unagombea maana yake sasa tutakupima kwa yale uliofanya. Na wanaokupima ni wanachama. Wanachama wanatakiwa sema, kwa sababu wanachama na tabia moja. Kama unafanya vizuri, ulikuwa kiongozi, ukifanya vizuri watajua. Lakini pia kama utakuwa wewe hujafanya vizuri watajua. Sababu kumekuwa na kasumba moja, unakuta kuna baadhi ya viongozi wanakuwa hawafanyi kazi. Inapofika wakati sasa nafasi sasa imebaki mwaka mmoja, miezi mitatu au mwezi mmoja ndio tuingie kwenye box ya kura, anaanza kutengeneza mazingira kutafuta kura. Sasa wanachama wetu si wajinga, wanajua kwamba huyu atatutumikia, huyu hajatutumikia. Na ndio maana sisi sasa tunarudisha, sasa tunatoa demokrasia, watu wawe huru, wanachama wawe huru kuchagua mtu anayemhitaji. Lakini kikubwa sisi kama vijana na kama mkurugenzi wa uchaguzi niliwasihi na kuwaomba vijana, tunahitaji viongozi wanaopingana na rushwa. Sisi kama vijana wa wilaya Temeke tuna mpango na tuna nia ya dhati ya kumsaidia Mheshimiwa Rais kuhakikisha tunatatua matatizo ambayo yako ndani ya uwezo wa umoja vijana. Sasa ili tuweze kumsaidia Mheshimiwa Rais lazima tumsaidie kwa kuwa wasafi. Tupingane na rushwa, tupinge vitendo vyote vya unyanyasaji. Kwa hiyo tuhakikishe Mheshimiwa Rais tutamsaidia kwa hali na mali kwa kuzingatia misingi ya katiba na kanuni. Sisi kama vijana wa CCM tumesema tutakuwa mstari wa mbele kuhakikisha kanuni na sheria za nchi hii
zinazingatiwa kwa kuanza na sisi kwa kuzifuata na kuzitekeleza. Vijana kwanza tujifunze kufanya kazi za kujitolea, hasa tunapokuwa tunaisaidia serikali yetu inaongozwa na Chama cha Mapinduzi. Badala ya kusema CCM au serikali inanifanyia nini, inatakiwa ujiulize unaifanyia nini nchi yako au serikali yako ya Chama cha Mapinduzi. Ili uweze kufika mbali, lazima kwanza ufanye shughuli za bidii za kujitoa ili upate kuonekana. Siasa ni safari ndefu sana ambayo inahitaji kwanza ujitoe sana kwa muda, ujitoe sana kwa ujasiri, ujitoe sana kwa kutumikia watu na kuwasemea kwa haki na usawa. Mimi wakati nilikuwa Arusha, nilikuwa kama mwenyekiti wa vijana wa kata. Niliwahi kufanya vitu vikubwa sana pale Arusha. Nilikarabati madawati kwa kujitolea, madawati chakavu kwenye shule zote za serikali za kata. Na tumepeleka na viti vipya vya msaada kwenye shule zetu. Sisi tulikubaliana kwenye kikao nikiwa mwenyekiti wa vijana, lazima tuisaidie serikali yetu kwenye upande wa viti, kutokomeza madawati chakavu na uhaba wa viti vya walimu wetu. Na sisi tukasema kwa sababu serikali yetu inapanga budget ya ukarabati hivi viti na kupeleka na kukarabati viti na madawati ya wanafunzi wetu. Tukasema sasa sisi kama vijana wa chama tuisaidie serikali yetu kukarabati yale viti na viti vya walimu na madawati. Alafu ile budget basi itakwenda kusaidia. Kuna wananchi ambao kimsingi unakuta mtoto anakosa uniform. Sasa ile budget basi inaweza kwenda kusaidia kwa kadri serikali itakavyoona inawapendeza au inafaa, inaweza kwenda kusaidia wananchi maskini. Kwa sababu sisi tulisema lazima tuisaidie kwenye sehemu yetu kama serikali yetu. Alafu ile budget basi watapeleka kwenye shughuli zingine. Na naweza nikasema hicho ndio kinifanya mpaka mimi nikaonekana nikaweza kuletwa kwa katibu wa vijana wilaya Temeke. Sasa nataka kuwaomba vijana wa CCM na vijana wengine kwenye wilaya ya Temeke, ili uweze kufanikiwa lazima ufanye kazi usiku na mchana, hasa za kujitolea kuisaidia serikali yako. Lazima uwe na mchungu sana unavyoona kuna vitendo ambavyo havizingatii maadili ya chama chetu na kanuni moja vijana. Lazima tuwe mstari wa mbele sana kufanya shughuli za kujitolea. Lazima tuwe mstari wa mbele sana kusaidia chama chetu. Lazima tuwe mstari wa mbele sana kumsaidia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Mafanikio hayaji kirahisi. Tumeona vizuri. Hauwezi kukaa nyumbani ukasema kwamba tuna ukosefu wa ajira, tuna changamoto kadhaa. Ni kitu ambacho kiwezekani ili hali wewe mwenyewe hujaonyesha nia ya kufanya kwanza kwa kujitoa. Leo wale vijana Arusha ambao niliwashawishi na tukazungumza nao wakawa na karabati ya madawati kama mafundi. Tulimaliza tukawasajilia kikundi. Baada ya kusajili kikundi, mkurugenzi wa jiji la Arusha akawa mlezi wao. Na wale vijana kuzungumza wamepewa mradi wa madawati na mpaka sasa hivi wanafanya mradi mkubwa na ndio wanafanya tenda za nani pale Arusha. Walipambanishwa kwenye tenda, ikaonekana kazi zao ni nzuri na wakapewa na halmashauri. Na mpaka leo na kesho wanapambanishwa tenda kutoka zao ni nzuri na wanazidi kuushinda na nawaombea waendelee kuchapa kazi. Kwa hiyo nafikiri jambo hilo tutalianza na kwenye wilaya yetu ya Temeke na tutaendelea kuyafanya. Kuhakikisha vijana wetu kwenye wilaya ya Temeke kwanza tunaishawishi serikali. Hasa kwa wale mafundi wetu ambao kuna furniture, kuna nini. Inabidi kwanza tufanye kwanza kazi za kujitolea. Serikali ione kwamba na sisi tunaweza na kazi zetu na standard za viwango vikubwa. Kwa hiyo ni rahisi kuishawishi serikali ikakupa zile tenda. Kwanza katika wakati nimefika Temeke kitu cha gundua ni kweli kuna makundi hapo. Lakini makundi yanatokana na vijana kutokuwa na ufahamu wa katiba yao na kanuni moja vijana. Ndio maana kwa sasa hivi nimeanza kampeni na ziara nyingi sana za kuhakikisha naeneza itikadi za CCM na kanuni na katiba zake, ili kusudi vijana watambue wajibu wao ni upi. Changamoto iliyopo ni kwamba unajua changamoto iliyopo kubwa ni baadhi ya sisi tumetoa njaa zetu tumezamisha kichwani. Sasa ukitaka uweze kwenda vizuri katika uongozi wako unatakiwa njaa ibaki tumboni na akili baki kwenye kichwa. Ukishatoa njaa ukaiweka kichwani, always utabaki kuwa sehemu ya makundi. Lakini kijana ambaye yuko smart ni mtu anayezingatia kanuni na katiba, ni mtu asiyebeba mikoba ya watu, ni mtu anayejituma na anatumwa na kanuni na katiba za CCM, sio anatumika na mtu fulani. Ukishatumika na mtu fulani automatic unakuwa umepoteza sifa na uhalali wako wa kuwa kama kijana ambao una akili timamu. Kwa hiyo sasa hivi kazi kubwa tulionayo na jukumu langu kubwa ni kuhakikisha natoa elimu hii kwa vijana wote wao na ufahamu. Lakini mimi siamini kwamba haya makundi yanatokana eti na mtu kwenda kwa nani. Ni kwa sababu ninachokijua ni kwa sababu watu wanakuwa hawana ufahamu, hawatambui mipaka ya mwanachama, mipaka ya kiongozi na wajibu wao ni upi. Ndio maana sasa hivi tumekuwa tumejikita sana kuhakikisha ninatoa elimu kwa vijana na watafasiria kanuni na watafasiria katiba ya CCM na miongozo yake. Wakishajitambua sasa wakajua wajibu wao ni nini,
watakuwa na mipaka ya kubeba mabegi, tutakuwa na mipaka ya kufanya jambo fulani. Lakini pia tuna mpango sasa hivi kuhakikisha tunatengeneza jukwaa la vijana kuzungumza ndani ya chama. Kwa hiyo ni jambo la muda tu kidogo, hapo tuko kwenye mchakato, tunachakata. Tuhakikishe vijana tunatengeneza jukwaa la kuzungumza, wanaishauri nini serikali yao, wanaona nini serikali ifanye, ili kusudi ambayo inaweza kuleta maendeleo kwa taifa na Chama cha Mapinduzi kiendelea kuaminiwa na wananchi wetu. Kwa sababu chama, kazi kubwa ya CCM, cha kwanza kazi kubwa ya chama chote cha siasa ni kushika dola. Ukishashika dola inageuka sasa inakuja kwa sasa chama kinabaki kuisimamia serikali. Na ili tuisimamie serikali vyema, lazima sisi ndani ya chama tuwe wasafi. Tupinge rushwa, tupinge upigaji wa dili. Tuwe wasafi, maana yake nikiwa na maanisha wasafi, tujikite sana pia kuwatetea wananchi wetu, hasa ambao wananchi wanateseka, wasiojua wafuate njia gani waweze kusaidiwa. Sehemu ya kukimbilia ni ndani ya Chama cha Mapinduzi. Na umenikumbusha kitu kizuri sana. Na kwanza nitumie nafasi hii kabla kusema, nitumie nafasi hii kualika vijana wote wa wilaya Temeke wenye itikadi ya vyama vya siasa na wasiokuwa na itikadi na dini zote, kuhakikisha tarehe 23 mwezi wa 8 mwaka huu kila mtu awepo nyumbani kwa ajili ya kuhesabiwa. Ukishahesabiwa, maana yake serikali inakuwa inapanga budget, inakuwa inaona kupangia budget yako. Inakuwa inajua kwamba kwa mustakabali kabisa mzima kwamba tuna wananchi wangapi. Kwa hiyo nitumie jukwaa hili kuhamasisha vijana na wananchi kwa ujumla wa wilaya Temeke. Ikifika tarehe 23 mwezi wa 8, basi tuwepo nyumbani. Na imani hiyo siku itakuwa siku ya mapumziko. Kwa hiyo watu wote tuwepo nyumbani kwa ajili ya kuhakikisha tunafanya nini? Tunahesabia kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Hakuna taifa lolote linaweza kupiga hatua kama halijui wananchi wake wako wangapi. Kwa hiyo lazima hili jambo na nyinyi kama waandishi wa habari mtusaidie kulipushi, ili kusudi wananchi wote wajue kwamba tarehe fulani, tarehe 23 mwezi wa 8 tutakuwa ni siku ya sensa kitaifa. Kwa hiyo siku tutulie manyumbani, tutoe ushirikiano kwa maafisa wetu wanaopita. Maafisa atakuja, atakuwa na kitambulisho chake, na ni dhahiri kwamba utakuwa unaona wako wazi, watakuwa na kitambulisho. Tutoe ushirikiano kwa maafisa watakayekuja kwa ajili ya kuhakikisha zoezi la sensa linakamilika. Na nimpongeze sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Naweza nikasema mamangu anafanya kazi kubwa sana. Sisi kama vijana wa Chama cha Mapinduzi wilaya Temeke tunaona kazi zake, tumetambua kazi zake na tunamunga mkono. Kiukweli nisiwe mchoa fadhila. Mama yangu mahali popote anaponisikia anafanya kazi kubwa sana. Hata watumishi tumeona ameongeza mishahara. Unajua mnyonge na kina yake mpeni. Yule mama anapambana sana. Kwa hiyo nitumie nafasi hii kumuombea sana mama yangu, Mungu amlinde na kumtunza, aweze kupiga hatua na aweze kutufanyia mambo makubwa sana kwenye nchi hii. Sisi kama vijana wa wilaya Temeke tunamwahidi tuko naye bega kwa bega usiku na mchana, na tutamsaidia mahali pengine ambako kwa sababu yeye Mheshimiwa Rais ni vyombo. Unajua anavokaa pale juu hawezi kuyajua mambo yote huku chini. Kwa hiyo sisi kama vijana wa CCM tunamsaidia na tuko tayari, tunatoa ushirikiano mahali wote tunaona sio sahihi, tutakuwa tunarekebisha kwa niaba yake. Lakini pia nichukue nafasi hii pia kumpongeza katibu mkuu mmoja vijana, ndugu Kenan, labda ni kiongozi. Nafikiri nyinyi mmeona matukio yake. Anapambana sana. Ni mtu jemedari sana. Tukio nitumie nafasi hii kumpongeza na yeye na kumuomba aendelee kuchapa kazi. Na sisi tuko tayari. Sisi tunachokiamini ni kuchapa kazi. Kwa hiyo nitumie pia nafasi hii kuambia vijana wa wilaya Temeke, sisi tuchape kazi. Maendeleo yanaletwa na sisi kuchapa kazi. Tujitume sana.